Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 5 ya mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya ya 7 hadi 10. Somo la pili ni kutoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 2 aya ya kwanza hadi 5. Injili ni ya Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi 16. Ndugu zangu, Yesu anawaambia wafuasi wake kwamba ni chumvi ya dunia na ni nuru ya ulimwengu. Kumbe sisi wa Kristo tukumbuke kwamba tunapaswa kuwa chumvi ya dunia na tunapaswa kuwa nuru ya ulimwengu. Tunaposoma au tunaposomewa neno la Bwana, neno la Mungu katika familia zetu mbalimbali, au tukijisomea sisi wenyewe, au tukasomewa katika jumuiya zetu, au katika makanisa yetu, au katika ibada mbalimbali tunazohudhuria na mafundisho yote tunayohudhuria, huwa tunaanzia mara kwa mara kwa neno la Mungu, na katika ibada zote huwa tunaanzia kwa neno la Mungu, na ni nuru ya maisha yetu. Tukijitahidi kulitafakari, huwa tunazidi kuwaangazia walio gizani, na tutaweza kuwaangazia walio gizani na wale wanaopotoshwa na manabii wa uongo wa nyakati zetu. Wapendwa, hatuwezi kuwa nuru ya ulimwengu kama anavyotudai tuwe nuru ya ulimwengu Bwana wetu Yesu Kristo, kama sisi wenyewe hatupendi kuhudhuria na kufaidika na hizo nafasi zote tunazopewa na mama kanisa, ambapo zinatusaidia kutoka katika mazingira ya giza na kuangazia Ukristo wetu. Kwa wengine tunaweza tukajikuta labda tuko kwenye mashaka kutokana na mafundisho potofu tunayokutana nayo hapa na pale. Kumbe kama tunataka kutoka katika mazingira ya giza, giza katika imani yetu, au giza kutoka kwenye mafundisho ya hapa na pale ya manabii wa uongo, tunaalikwa kuwauliza viongozi wetu wa imani, hasa mapadre wetu, ili watusaidie kuondoa giza na mashaka katika imani yetu. Ndugu zangu, kusikia neno la Bwana na kusikia mafundisho ya kanisa haitoshi. Baada ya kulitafakari neno la Mungu, kama alivyokuwa anafanya Bikira Maria, akaliweka moyoni, na watakatifu wengine wote, baada ya kufanya hivyo tukalitafakari vizuri, tunapaswa kujitahidi kuishi neno la Mungu. Tunapaswa kuishi Injili. Tunapoishi neno la Mungu, tunapozingatia amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu, tunakuwa chumvi ya dunia kama alivyotuomba Yesu katika Injili. Tunapaswa kuwa nuru ya ulimwengu. Kuwa chumvi ya dunia ni kufanya maisha ya wanadamu yawe na mwelekeo mzuri, yawe na furaha hata kama kuna changamoto. Maisha yawe na matumaini hata kama kuna vitisho na changamoto nyingi za hapa duniani. Kumbe waliokata tamaa, tukumbuke kwamba ni wengi. Waliopoteza matumaini ni wengi. Wanakuwa kama chumvi iliyoharibika,
ambao haina ladha tena. Na wewe ukikutana nao na watu wa namna hiyo, kama wewe mwenyewe umelegea katika imani yako na umekuwa na wewe kama chumvi iliyoharibika, hauna ladha tena, basi ujue kwamba hutawasaidia chochote. Watu wa namna hiyo wanahitaji Wakristo wenye imani na matumaini ili wasaidiwe, wapate kukolea kama chumvi ilivyokuwa imeharibika ikahitaji kukolea. Maana yake wote wenye huzuni wanahitaji Wakristo wa kuwatia moyo na kuwasaidia kurudisha matumaini na furaha, kwa sababu Mungu yupo na ataendelea kuwepo. Anatupenda ingawa changamoto na msalaba vipo. Hapo tukikumbuka kwamba Yesu mwenyewe hakuruka mateso, bali aliyapitia. Akateswa, akafa na akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Rejea kanuni ya imani yetu, ndugu zanguni. Kumbe baada ya masika ni kiangazi, tukumbuke hilo. Baada ya Kwaresma ni Pasaka. Baada ya kifo ni ufufuko. Baada ya mateso ni utukufu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18, na waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 11 hadi 12. Kumbe Mungu ni Baba anayetujali na anayetusaidia kuvuka polepole matatizo yetu. Mungu ni mwema kila wakati, ndugu zanguni. Kila wakati Mungu ni mwema. Kuishi neno la Bwana kunatufanya tuwe kweli chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Kuishi neno la Bwana kunajidhihirisha katika matendo, na tunakumbushwa na Mtume Yakobo kwamba imani bila matendo imekufa. Rejea Yakobo sura ya 2 aya 18 hadi 14 hadi 18. Na somo la kwanza la Jumapili hii ya 5 ya mwaka likisaidiana na Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 46, ambapo Yesu anatukumbusha kuhusu hukumu ya mwisho. Masomo hayo yote yanatukumbusha matendo ya huruma kimwili: kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu, kuvisha wasio na nguo, kuwapa makazi wasio na makazi, kutembelea wagonjwa, kuwaona wafungwa. Kuna tendo la 7 ambapo halijatajwa, lakini huwa linatajwa kama tendo la huruma la 7, kuzika wafu kwa heshima. Bila shaka matendo tunasema 7, lakini yanakuwa matendo ya huruma huwa yanazidi, yanakuwa mengi zaidi. 7 ni namna ya kusema ni mengi zaidi. Hata matendo ya huruma kiroho yapo. Katekismu ya kanisa linatukumbusha hayo matendo ya huruma kiroho: kuwashauri wenye mashaka, kufundisha wasiojua, kuonya wadhambi, kuwafariji wenye huzuni, kusamehe madhara, kuvumilia masumbufu, kuwaombea wazima na wafu. Kumbe na yenyewe yanatajwa 7, lakini huwa ni namna ya kusema ni mengi zaidi. Kumbe hayo yote tukiyazingatia yatatusaidia kuishi neno la Mungu na sio kulisikiliza na kuliacha na kulitelekeza. Kumbe tukiliweka moyoni na kuliishi katika maisha yetu. Kumbe ndugu zanguni, hebu tujikite sana kwenye mambo hayo yote. Tuwe Wakristo wa kuzingatia ahadi zetu za ubatizo. Tusiwe Wakristo kwa jina tu. Tuishi imani yetu na tuzingatie amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu. Tuishi neno la Mungu
tudhihirishe imani yetu katika matendo ya huruma, matendo ya upendo na kadhalika. Hayo yote yatatufanya tuwe chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu, na watakaotuona tunavyoishi imani yetu, tunavyoishi Ukristo wetu, watamtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.